Majina yangu naitwa Michael Emmanuel Katambi. Mimi ni mkazi wa mtaa huu wa Lugono, kata Sokoni Wani. Kilichotokea majira haya ambayo umeona kwa majira ya saa 10, tuliona tumoshi kwa namna ambavyo nyumba ambavyo ilikuwa inaungua. Kwa hiyo tulipoona moshi unapanda kama majirani na marafiki, kabidi wanajamii kukimbia kwa haraka kufika kuokoa na kujua pia kuna tatizo gani. Lakini tulipofika tukaona moto umepamba, moto umekuja juu. Kwa hiyo nilipofika hapo tu nikawa na vijana, nikaanza kuwapanga katika safu ambayo inayopaswa, kwa sababu mimi ni mwana usalama. Kwa maana hiyo sasa tukafanya kile ambacho kinachotakiwa katika hali ya kuokoa na hatimaye kuzima moto. Lakini baada ya hapo, kabla tu nilipiga namba 101 kwa maana namba ya fire, ili kuweza kuwapa taarifa hatima yake na kutokuwa na mawasiliano ya aina yoyote. Kwa hiyo kilichojiri tu, mimi kama mwanausalama ilibidi kuchukua hatua ya kuhakikisha kwamba nawapanga vijana katika hali ya kuhakikisha kila mmoja kuzunguka nyumba na hatima yake nyumba nyingine isiweze kupata moto mwingine kwa maana kuruka. Kwa hiyo hivyo ndivyo tulikofanya na tulifanikiwa, na baada ya muda fire ilifika, lakini katika kufika wakati huo tayari moto wananchi wote walishashughulikia na moto ulishazima. Kwa hiyo walifika wao kwa kumalizia kuzima moto ambao ulikuwa ni hapo. Wewe pale ukiangalia chanzo cha tukio unadhani ni nini chanzo cha moto? Chanzo cha tukio kwa kweli, kwa namna ambavyo wamenieleza hao waliokuwepo mwanzoni, kwamba kulikuwa kuna jiko ambalo lilikuwa limebandikwa maharage. Kwa hiyo wanafikiri kana kwamba muhusika alikuwa hayupo na hatima yake ikatokea huo mlipuko. Maana yake alikuwa anachemsha maharage ndani. Inawezekana. Ndio, wito kwa wananchi, wewe unawaambia nini kuhusiana na kupika? Tusaidiane. Janga la moto si janga la mtu mmoja, wala si janga la mwenye nyumba, wala si janga la mpangaji. Ni janga ambalo linatuhitaji sisi wote kama jamii katika hali ya kushirikiana. Na washukuru sana vijana wote wale ambao walikuwa kipaumbele na kusimama katika kuhakikisha jambo hili linafanikiwa na kuhakikisha moto huu unazima. Shukrani. Asante sana. Asante. Majina naitwa Jonas Josephat. Hapa ni kata ya Sokoni Wani. Moto umetokea saa ngapi? Moto ulitokea kama saa 10:30. Kama saa 10:30. Shida ilikuwa nini ulivyoangalia wewe? Shida ilikuwa na maharage kule. Kwa kwenye hii chumba pale hivi, kwa kama wamebandika maharage. Hapo palikuwa na vitu vingi. Kwa hiyo moto ukaanzia pale na ukapanda juu ya paa. Ulikuwepo wakati mwanzoni ilikuwa nawaka? Tulikuwepo sisi, tulizima pale, tukaingia ndani, tukamtoa mama mmoja alikuwa yuko ndani. Tukamtoa kwa salama. Labda namba ya zimamoto unaifahamu labda? Namba ilikuwa akifahamu. Kwa hiyo sasa unaonaje utendaji wa kazi za jeshi la zimamoto na uokoaji? Wako vizuri. Namba ya fire unaijua? Namba ya fire kweli waliojua ndio walipiga simu, lakini tukiwa tumechangamka tumezima. Tulipokuwa tumezoea tumezima mpaka tumefikia hapa, hamna sehemu nyingi. Tunashukuru jambo la. Wito kwa wananchi unawaambia nini kuhusiana na kupika wakati hawapo nyumbani? Wito kwa wananchi kupika ni kwamba zingatie, maana hivi vitu vya moto muda wote inaweza katika la kutokea. Kwa hiyo mtu hakikishe anapika, anamaliza ndio anatoka nje, lakini sio kukaa ndani. Anachemsha maharage afa anaacha ndani. Anaacha afa anaondoka, sio vizuri. Ndio. Wote moto unaweza kutokea, maana mavitu mengi na vitu vyenyewe tunavyoishi ni kila kitu kiko ndani. Kweli. Haya, asante.